ya Mungu. Ipisheni ghadhabu ya Mungu, maana imeandikwa, kisasi ni juu yako. Kisasi ni cha nani? Ni cha Mungu. Sisi kazi yetu ni kuwa na nini? Na amani na watu wote. Unajua, zamani nikiwa mdogo wa kiroho, nikiwa mchanga wa kiroho, unajua kanisa letu lina imani ya msingi namba 11. Inasema kukua katika nini? Kristo. Inamaanisha huwa tunaanza wadogo, wachanga, tunakuwa, baadaye tunakuwa watu wazima. Kumbe hebu tusome Wakorintho wa kwanza sura ya 13 fungu la 11. Tumwangalie Paulo naye alipokuwa mchanga wa imani. Wakati huo Paulo akivaa pampas ya imani. 13 fungu la 11. Wakorintho wa kwanza 13 fungu la 11. Anasema, nilipokuwa mtoto mchanga. Nalipokuwa mtoto mchanga, huyo ni Paulo, sio uchanga wa kimwili, uchanga wa kiimani. Na alisema kama mtoto mchanga. Nalisema kama mtoto mchanga kwamba ukinikwaza na kanisa lao na waachia. Ukikutana wa hivyo, huyo bado anavaa pampas. Maro. Uwa. Tabitha anavaa nini? Pampas. Paulo anasema nilipokuwa bado mchanga, endelea, naliwaza kama mtoto mchanga. Nalifahamu kama mtoto mchanga. Nalifikiri kama mtoto mchanga. Tokea hapo nilipokuwa mtu mzima kiroho, nimeyageuza kabisa mambo. Sifanyi tena kama mtoto mchanga. Maana nilipokuwa mchanga wa imani, nilidhani kanisani hakuna kukwazana, kwamba wote ni watakatifu. Nilikuwa mchanga wa imani. Sasa nimeshakomaa, kumbe kanisani pia mna makwazo, lakini nina shalom kwa sababu nimepatana na mapenzi ya Mungu wangu. Kwa hiyo unaweza kuwa mchanga wa, kama bado unakula zaka, mwangalie jirani yako mwambie shalom tena. Sasa mwambie msikilize mchungaji. Kama bado unakula zaka ya Bwana, wewe bado ni mchanga wa imani, unavaa pampas. Siku ukiwa mtu mzima utatoa zaka ya Bwana, maana unajua dunia na vyote vijazavyo ni mali ya nani? Kama bado unakula, wewe unavaa pampas ya kiroho. Mtazame jirani yako, ana pampas ya uhai. Nalipokuwa mchanga wa kiroho, nalifikiri kichanga. Nilidhani unaweza kuwa Mkristo bado ukawa mzinzi. Nilidhani unaweza kuwa Mkristo bado ukawa muongo. Nilidhani unaweza kuwa Mkristo bado ukawa mwizi, bado ukawa mbea. Huo ni uchanga wa imani, kule ni kuvaa pampas. Siku ukiwa mtu mzima kiroho, ukavua pampas, majungu kwako mwiko, uongo kwako mwiko, uzinzi kwako mwiko, wizi kwako. Wangapi tuko pamoja? Kwa hiyo anasema tuwe na amani na watu wote, tusilipize kisasi. Kisasi ni cha Bwana. Niliwahi kufundisha masiku moja tulipokuwa tumekutana mtaa mzima pale Msangalale. Nikasema siku hizi na mimi ni kama Paulo, na alikuwa mchanga, sasa ni mtu mzima. Na kwa sababu nimekuwa mtu mzima, mtu akinikanyaga sigombani naye. Namwambia tu jirani, rafiki, mguu wako uko juu ya mguu wangu, tafadhali ikikupendeza utoe. Sina muda wa kupigana na mtu, wa kugombana. Watu wana stress zao. Mgombeze anakurukia kama ndio mkanyaga. Kwani ujipe shida? Na Biblia imeeleza kabisa wote wamepungukiwa na utukufu wa nani? Wa Mungu. Watu wanatembea wanayao vichwani. Unatamani kutana naye akunenee mazuri tu. Watu washafurugwa. Kwenye daladala wamefurugwa, kwenye bajaji wamefurugwa, hata kanisani wakija, mashemasi wangu pia wananiambiaga, pastor, kuna wakati tu kuambia washiriki wasongee, tunakatwa jicho hilo. Watu bado wamefurugwa
na kwa hivyo bado ni wachanga wa imani. Kwa hiyo anayelipiza kisasi, huyo bado ni mchanga wa imani. Mtu anatembea mwaka wa kwanza wa pili, anakwazwa na mwaka juzi. Mimi nawasikilizaga, kuna wakati nawasikiliza pale, nasema Mungu mhurumia, aivue pampas. Mama utafanyaje sasa? Wewe kwanza na mwaka juzi, meza ya Bwana umekula, miguu umeoshwa, na meza ukala, halafu kaima na wimbo, wimbi la damu naona la takasala, halafu bado umeshikilia kwazo. Kuna takaso nini? Waebrania 12 fungu la 14. Anasema, tafuteni kwa bidii kuwa na amani na watu wote. Tafuteni kwa bidii kuwa na amani na watu wote. Ningekuwa na muda ningewaeleza neno hilo tafuteni. Katika lugha yake ile ni lazima, iko katika imperative, kwamba ni lazima mtafute kuwa na amani na watu wake. Biblia katika lugha yake asili inaeleza vizuri. Kuna wakati inaweka msisitizo kwamba hauna option nyingine, ni lazima utafute kuwa na amani na watu wake, maana hao ndio watakatifu wa Bwana. Hebu soma Mathayo 5 fungu la 9. Uelewe kidogo, watu waelewe kwamba hao wanaotafuta kuwa na amani na watu wote wanaitwaje? Mathayo 5:9. Heri wapatanishi, maana hao wataitwa wana wa Mungu. Wapatanishi. Nani asome Kiingereza? Inasomaje Kiingereza? Mathayo 5:9. Kiingereza tafadhali. Kiingereza inasomaje? Blessed are the peacemakers. Wamebarikiwa peacemakers. Peace ni amani. Hao wanaoleta amani wamebarikiwa na wanaitwa ni wana wa nani? Wana wa Mungu. Mzee nini? Hereho. Wapatanishi, Kiingereza inasema ni peacemaker. Ndio hiyo Airini. Hao ambao wanakaa na Airini, wanaokaa na amani, hao wana heri. Kiswahili kinasema heri, Kiingereza kinasema blessed. Wamebarikiwa, halafu wanaitwa ni wana wa Mungu. Ukikuta mtu anapenda sana magomvi, kinyume cha amebarikiwa ni nani? Sije sema mchungaji akisema ni nyie ndio umesema. Halafu si hivyo tu, wanaitwa ni wana wa nani? Wana wa Mungu. Mimi natamani niendelee kuitwa mwana wa Mungu, maana natamani aliye na shalom ni